الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ليوم الدين. أما بعد، tunaendelea na kitabu Muntaqa al-Akhbar katika Ijumaa ya leo ya mwezi 17 kwa mwandamo wa hapa katika mfungo mosi, sawa na tarehe 17 mwezi huu wa 4, katika ukurasa 542, lakini kwa vitabu vingine 510 na kwa vitabu vingine 635. Leo tunaendelea na hadithi nambari 3353 kwa kitabu changu hiki, lakini kwa vitabu vingine 2846. Bado tupo katika masala yale ya mvutano baina ya wanazuoni kuhusu mtu kumwambia mkewe nimekuacha talaka 3 au nimekuacha. Tukasema kwamba kuna mvutano mkubwa baina ya wanazuoni katika masala haya, kwamba talaka 3 kwa majlisi moja kwa lugha hiyo itakuwa 3 au ni 1. Tukasema kauli jamhuri, yani wanazuoni maimamu wote 4 wamefuata fatwa ya Amiri al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiallahu anhu alipolazimisha kwamba baada ya hapo hiyo talaka 3 kwa mpigo kwa majlisi moja ni 3. Tukasema kwamba baadhi ya wanazuoni katika jamhuri wengi wameunga mkono hapo. Tulimtaja vile vile mwenye kitabu hiki Al-Majd bin Taymiyyah kwamba yeye katika hawa wanasema hiyo talaka 3, lakini pia katika madhhabi Imam Ahmad bin Hanbal wafuasi wake wako wengine pia wameunga mkono hivyo hivyo, kama mwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama rahmatullah alayhi naye kapita hivyo hivyo, na vile vile shekhe wao ambao ni Sheikh Abdul Qadir Jilani naye kapita hivyo hivyo, na vile vile Ibn Rajab rahmatullah alayhi jamia naye kenda huko kwamba talaka 3. Lakini Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim wao wamekwenda sawasawa na alipokwenda yule imamu mkubwa katika madhhabu ya al-Dhahir ibn Hazm kwamba talaka 3 itakuwa ni 1 tu. Sasa hapa sisi tunaendeleza kutaja zile dalili ambazo unazitegemea wale wanaosema talaka 3 ni 3, madhali zimetoka kwa mara moja katika kipokeo kimoja. Leo tupo katika hadithi hii tunayosema hadithi ya Yunus bin Yazid al-Aili. Yunus bin Yazid al-Aili huyo kapokea hadithi kwa Ibn Shihab, na yeye ni katika wapokezi wakubwa wa Imam Muhammad bin Muslim Ibn Shihab, ni katika wapokezi wakubwa waliopokea hadithi kwake. Na katika watu waliopokea kwake huyu umaarufu wake ndio nao Yunus bin Yazid, vile vile kapokea al-Imam al-Laythi kwake, kuonekana kwamba ni mtu ambaye anayekubalika katika somo la hadithi. Anasema Yunus bin Zayd al-Aili rahmatullah alayhi, anasema sa'altu ibn Shihab, nimemuuliza ibn Shihab an rajulin ja'ala amra imra'atihi biyadi abihi. Ibn Shihab leo hapa anatajwa kama Ibn Shihab, wakati mwingine anatajwa kwa jina la Zuhri
lakini maarufu ni Muhammad bin Muslim bin Abdillah bin Ubaidillah, alafu ndo nakuja Ibn Shihab. Yani hili jina la babu yake kanasibishwa na hilo jina la babu yake wangapi, akawa ni maarufu kwa Ibn Shihab, lakini waambiwa ni Azuri kwa sababu kabila lake katika Bani Zura, kabila lile la mama yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bin Amina binti Wahab katika Bani Zura. Unajua kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa baba yeye katika Bani Hashim, lakini katika upande wa mama yeye katika Bani Zura. Wote ni makabila ya Quraishi, ni watumbo wote wa Quraishi. Sasa hapa huyo akachukua nasaba hiyo ya babu zake mpaka kwa babu yake Mtume sasa kwa upande wa mama na wako masahaba ambao walikuwa na nasaba hiyo kama Saad bin Abi Waqqas, waambiwa katika kabila hilo. Abdurrahman bin Auf alikuwa vile vile, na kuna Al-Miswar bin Mahrama, hao pia ni katika nasaba hiyo ya Bani Zura. Anasema Yunus bin Yazid, muuliza Ibn Shihab ambaye ni shekhi wake, maana yeye katika wapokezi wakubwa anamfuata akiwa naye kila mahala katika safari, na anaandika hadithi, ikawa ni tegemezi katika wapokezi wa hadithi waliopokea kwa hadithi kwa al-Imam Ibn Shihab, au kwa jina lingine Az-Zuhri. Tayari anasema nimuuliza an rajulin, kuhusu mwanamume, mtu ambaye jaala amra mraati, kajalia kafanya jambo la talaka ya mkewe. Hii inaambiwa ni talaka gani? Tafwid talaka, yani kaigeneza talaka kwa mtu mwingine, akahamisha talaka ile kwa mkono wa nani? Babake. Akasema mambo yangu yote mimi kama ni talaka kama nini anayo baba. Kabla yadkhula biha, kabla hajamuingilia. Akaulizwa Ibn Shihab kuhusu kesi hiyo, faqala, akasema Ibn Shihab rahmatullah alayhi, hajafika mwisho, asema kabla yadkhula biha, faqala abu, babake yule mume akasema hiya talaqun thalathan, hiyo talaka tatu. Bado anaulizwa, sio tumechanganya kule tena. Anasema Yunus bin Yazid kamuuliza Ibn Shihab kuhusu mtu ambaye kajalia jambo la talaka ya mke wake wa babake, ndio tunasema talaka hii inaitwa tafwid wa talaka yani talaka ile kaihamisha kwamba mambo yote anayo babangu, kabla yadkhula biha, kabla huyo mume hajamuingilia mkewe. Faqala abuhu, babake ndivyo hivyo, babake akasema nini? Hiya talaqun, so hiya taliqun thalatha, yani kaashika talaka tatu. Hebu nani swali baada ya semaje? Hapa kwetu kuna kasoro, ndio kaifa sunnatu fi dhalika. Hapa pana maneno mkipengua kweli. Kwa hiyo akaulizwa Ibn Shihab, akaulizwa Yunus bin Yazid ambaye ni mwanafunzi wake, kaifa sunnatu fi dhalika, sunna ikoje hapo, ili hukumu yake? Takajibu sisi, kaachika mwanamke au hakuachika? Sasa jibu linakuja, faqala, akasema Ibn Shihab, akhbarani Muhammad bin Abdurrahman ibn Thawban مولى بني عامر ابن لؤي أن محمد بن إياس ابن المكير الليثي وكان أبوه شاهد بدر. babake huyu katika huyo mpokezi ambaye ni Muhammad bin Iyas. Muhammad bin Iyas, babake Iyas huyu, baba mtu Iyas bin Bukayr, katika masahaba walioshuhudia vita vya Badri. Alislimu mapema tangu kwa Mtume sasa, ni katika nyumba ya Al-Arqam bin Abi Arqam, bado anafanya ibada kwa siri, alikuwepo huyu baba mtu Iyas bin Bukayr. Daudi mwanae ndio ambaye kwamba hadithi hii kaipokea kwake Al-Laythi, na si yeye tu, nani kama wako ndugu nne, wako ndugu wanne wote
wameshiriki katika vita vya Badr, watu wakubwa. Asema wakana abu, alikuwa baba Muhammad yani Ilyas bin Bukair, shahida Badran, katika wale watu wahudhuria vita vya Badr. Akhbarahu, yeye ndio katoa habari, anna Aba Huraira, kwamba Abu Huraira radhiallahu anhu kaulizwa swali kama hili. Qala, kasema banat anhu, atakuwa ametangamana naye, yani tayari talaka. Kwa hiyo fala tahillu lahu, haitakuwa ni halali kwake hata tankiha zawjan ghaira, mpaka auliwe na mume mwingine. Wa annahu, na kwamba yeye kamuuliza Ibnu Abbas kuhusu swali hilo, na andhalika, naye akasema mithla kauli Abi Huraira, hivyo hivyo, kaachika tayari, ndio imeshavunjika. Wasala Abdullah ibn Amr bin al-As faqala mithla qawlihima, wote wakasema kauli hiyo. Yote kwamba nataka musannif rahmatullah alayhi kuweka dalili za wale wanaokubali kwamba talaka tatu katika kikao kimoja ni tatu. Nafikiri nieleweka. Tayeb, Yunus bin Yazid kamuuliza Ibn Shihab, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, kuhusu mtu anayesema kwamba mimi bwana jambo langu la talaka niliacha kwa baba. Sasa kafika baba kumwambia yule bwana, kumwambia yule mke kwamba ameachwa kwa talaka tatu, tayari shakuwa talaka hiyo tafidhi, kama wakala kachukua jukumu. Tayeb, رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين. Alipokea ni huyo Abu Bakar al-Barqani, mtu ambaye si maarufu sana katika upokezi wa hadithi, lakini kaipokea katika kitabu chake al-Mukharraj ambacho kifanyia takhrij. Kuna vitu vitatu ambavyo vinatakiwa tuvizoee. Kuna vitu vitatu. Kwanza kuna ile ikhraj, sema akhrajahu fulan, katika kaida ya mustalah ikisema akhrajahu fulan, kama baada ya kuipokea kitu ya kwani akaandika katika hadithi, akaandika katika kitabu. Kwa hiyo unaweza kusema akhrajahu al-Bukhari, lakini rawahu unaweza kuwa kapokea lakini hakuandika kitabu. Kwa mfano kama Abu Huraira kapokea hadithi, itakuwa rawahu Abu Huraira, hatuwezi kusema akhraja Abu Huraira. Kapokea tu hadithi akaiweka kufuani, kama walivyokuwa waliokuwepo kabla ya hadithi hazijaandikwa, ni kwa wao wanapokea, lakini hawali waandika hadithi akhrajahu fulani. Ingine utaona islahi hiyo ipo sana katika Bulughul Maram. Lakini kuna neno vile vile au kharraja, yani takhrij, katika istilaha vile vile neno takhrij. Takhrij ni ile mtu anakwenda akasoma kitabu ambacho kina hadithi zimetajwa. Sasa yeye akazifuatilia zile hadithi, akaeleza hii hadithi iko katika Sunna Abi Daud, hii ipo katika Sahih Muslim, hii ni sahihi, ndani yake kuna hiyo, ni takhrij. Kama alivyofanywa yule Ihya al-Muddin na al-Hafidh al-Iraqi. Ihya al-Muddin huwezi kusoma mpaka upate na kitabu cha Ihya al-Hafidh al-Iraqi, kafanya takhrij hadithi zilizomo katika Ihya al-Muddin, akasema hii sahihi, hii dhaifu. Anafanya sana hata al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi. Sawa. Tayeb, hiyo ni maana ya takhrij. Baki ikhraj, alafu kuna istikhraj, lakini wakati mwingine hiyo istikhraj wanaitumia kwa maana takhrij, kama hapa al-musamma al-mukharraj kwa maana al-mustakhraj. Huyu istikhraj ni mtu ambaye yeye kapokea hadithi kwa njia yake mwenyewe, lakini ikawa hii imekwenda mpaka pale ilipofika kwa Bukhari au Muslim, yani Muslim yeye au Bukhari kwa sanadi yake tena mpaka afika kwa Abu Huraira, lakini lafzi ni ile ile, hadithi ni ile ile, na huyu naye akawa akapokea hadithi kwa njia nyingine kwa watu wake maalum, kwa huyu mpaka ikafika pale kwa sahaba mwenyewe na lafzi ya hadithi hiyo. Naambiwa istakhrajahu, ukoona istakhrajahu bila, kuna vitabu maalum viandikwa kwa ajili ya. Sasa hapa nasema al-Barqani huyu kuna kitabu chake maalum ambacho kimekusanya hadithi ambazo zimo
kwake yeye kazipokea kwa njia yake, lakini zinaishiria katika Sahih Bukhari au Sahih Muslim. Hapa chini tukisoma, nitauliza swali kidogo changie. Hapa chini tukisoma katika nambari hii, naona sema huyu mwenye kusharia sema lam aqif ala isnadihi, hakupata isnadi ya hadithi hii. Sasa mnaonaje, hadithi hii itakuwa sahihi au dhaifu? Hatujui manake uamuzi wake, hakusema kama alivyosema sahaha au fulani. Mnaonaje katika ajabu haya imani usiwaje nikuwa kama Sheikh Albani dhaif nani wasemaje? Dhaif. Mbona haraka sana? Hakuna hata mmoja atakayesema sahihi. Mimi sikubaliana nanyi, sisi dhaifu, itakuwa dhaifu. Nimesema Abu Bakr al-Barqani, hebu sikiza maneno. Abu Bakr al-Barqani yeye akapokea hadithi kwa njia yake maalum. Kumbe hadithi ile ile pia ipo katika Sahih Bukhari, bado dhaifu Rajab. Musallim Amri. Kwa hiyo bado ndio hoja, naona kwamba hadithi hii imo katika Sahih Bukhari au katika Sahih Bukhari kuna hadithi dhaifu. Labda hii imo katika Sahih Bukhari, usikasema hapa. Nasema rawahu Abu Bakr al-Barqani fi kitabi al-Mukharraj ala sahihain. Nikasema istikhraji ya kwa lugha nyingine watumia kwa maana ya takhriji ni kwa kahitaja hadithi kwa sanadi yake yeye, lakini kaishia wapi? Kule kule alikopokea Abu Hurairah. Kwa hiyo hadithi hii ukiangalia katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim ipo, haijakuwa sahihi bado. Basi ndio kwa hiyo haiwezi sahihi. Tuendelee kidogo hapo. Naam, hiyo ndio katika hadithi nambari 3300 na leo tutatumaliza ulango na maneno haya kwa 3354. Wa an Mujahid, katika wanafunzi wakubwa wa sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas bin Mujahid qala kuntu inda Ibn Abbas, katokea kesi na yupo kwa Ibn Abbas. Farjaa rajulun faqala, baada katokea mtu lakini sikumuona mtu yeye, sikuona jina lake anaitwa nani. Nimejaribu kutafuta mtu yeye nani. Faqala rajulun, akatokea mtu mmoja akasema, faqala yule mtu akasema innahu talaqa imra'atahu thalath, mtu huyo kamwacha mkewe talaka tatu katika mahali pamoja, talaka tatu. Tumesema kwenye talaka bwana na utaratibu wa kimaalum, si jambo la kurupuka watu. Mtu anaacha kisha anakwenda kinyume cha sheria. Kuna talaka nyingine ya haramu, kwa mfano kumwacha mke ikiwa katika siku zake. Tutoa mfano nyuma sana. Sasa hapa kamwacha talaka tatu, jambo pale mtakikani. Kamwacha mke, mwache tu, hakuna haja kuhesabu. Sasa nasema talaka mrata thalatha, huyu mtu yeye alipokuja na lalamika kwa Ibn Abbas kutaka fatwa, kama anasema kamwacha mke talaka tatu katika nini majlis moja. Fasakata, akanyamaza Ibn Abbas. Hata dhanantu, anasema Mujahid, mpaka nikadhania annahu radduha, kwamba atamrejesha, amwambia basi mrejee. Kakaa kimya Ibn Abbas mpaka nikadhania kwamba atamrejesha kwake. Thumma qala, kisha akasema Ibn Abbas, yantaliqu ahadukum, anakwenda mmoja katika nyinyi, fayarkabu alhamuqata, anafanya upumbavu. Lugha hii inachukuliwa kinaya, fayarkabu alhamuqata, anafanya mambo ya kipumbavu. Thumma yaqulu, kisha anasema ya Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, akwambia wa inna Allah ta'ala qala, Allah kishasema man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Na hiyo aya hii iko wapi? Katika surati Talaq. Man yattaqillah, yote anayemcha Mungu, anamcha Allah, Allah atampa njia kutokea katika matatizo yake. Kuonyesha kwamba aya hii pekee yake muhimu sana ya somo la talaka.
Akasema wa innaka lam tattaqillah, hakika wewe kumcha Allah umkhalifu Allah, kwa hiyo lazima upate matatizo. Falam ajid laka makhraja, nisipata kwako kuponyesha njia ya kutokea tatizo, nitakupata hivi. Mke namtaka tena humpati. Asaita rabbaka bimuasi, mola wako. Fabanat minka mraatuka, basi kwa hiyo pametokea utengano baina yako na mkeo, hamna tena hapo, hamna mke mpaka mke tena wale ni mwingine. Hii fatwa akaitoa nani? Ibn Abbas radhiallahu anhu. Wanakuwa watu mdai wanaacha ovyo ovyo, kisha nakwenda kwa shekhe, shekhe hapa lakini hivi, akaambiwa wewe si mkeo tena, si mkeo tena, atafuta kila kipengele kuuliza je hivi. Wakati yule alipokuwa hajamwacha mke aende kwa shekhe kutaka ushauri, mpaka akashamwacha tena, sasa ndio mara aende kwa shekhe wa wa Yemeni, mara aende kwa shekhe wa Saudia, mara aende kwa shekhe wa Misri, ili apate kile njia ya kutaka ahalalishiwe jambo ambalo limeharamishwa na Allah. Kwa hiyo Ibn Abbas akamwambia inna Allah qala ya ayuha nabii idha talaqtum nisaa fatamlikuhunna liiddatihinna, hii katika sura hii kuonyesha kwamba talaka yatakiwa mtu ajifunze namna kuacha. Ndio maana kashuka aya kumwambia mtume, Allah kumwambia mtume wake, mnapowaacha wake basi waacheni katika kuanzia mwanzo wa idda zao. Hii kaiweka hapa al-Majd bin Taymiyah, ndio madhhabi yake kwamba talaka tatu katika majlisi moja ni tatu. Wa Mujahid nyingine vile vile kutoka Mujahid kutoka Ibn Abbas, annahu suila an rajulin, kaulizwa swali na mtu kuhusu mtu talaka mraatahu miata, kamwacha mke talaka 100. Alipooa kaoa mara moja tu, mahari mara moja, lakini kwa kuacha kaacha mara 100, kwa sababu bure mekuacha mpaka roho inamkauka, anaacha si kwa sababu bure. Na hiyo kwa kuoa anakuja pale anafundishwa zawajtuka sasa. Tunaona mmoja kaambiwa sema zawajtuka binati, akasema zawajtuka, yeye ndio anarudia vile vile kama enda muozesha. Sasa Ibn Abbas akaulizwa haya, mtu kamwacha mkewe mara 100 talaka 100 katika kipindi kimoja. Qala Ibn Abbas ajibu asaita rabbaka, umemwasi mola wako. Ijulikane kwamba mtu akimwacha mkewe talaka tatu katika majlisi moja amekhalifu amri ya Allah. Kisha wafarakta mraataka, ukatengana na mkeo. Lam tattaqillah fayaj'al laka makhraja, ukumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili anakawa kufanyia matokeo. Ukimcha Mungu ukafuata taratibu za talaka, una haki baada ya kumrejea. Ikiwa katika aida kama hukuwahi mpaka aida imeisha, utaruhusiwa kumwoa tena, lakini wewe mwache talaka tatu basi tena